hili neno vizuri ndio uelewe. Kama mliwekwa kwa system ya miungu, lazima ukubali kuchukua jukumu wewe mwenyewe. Haleluya. No kumoni. Ndio kuna mtu kukubembeleza. Kwa sikira hapo. Manake watu watakupinga sana. Hata bibi yako, hata watoto watakupinga. Sigana na ushago, sigana nini. Lakini siku ikifika, kama ni mwezi wa Disemba, ikifika tarehe yako unasikia mtu amejiweka kama. Mimi nakufundisha madhabahu bila uelewe. Nakufundisha na madhabahu za kwetu. System tuliwekwa kwa watu, waliwekwa kwa system ya ukoo wetu. Ikifika mwezi wa 8 mpaka mzike mwanaume na wache watoto na mtoto wa miezi miwili. Na tena ikifika Disemba, ule mwanamke anakuja kuchukuliwa. Bwana sasa, anakuja fanya nini? Kuchukuliwa. Mna watu hiyo. Na tena hii mambo ya madhabahu sio mchezo. Kwa sababu hiyo kitu ilikuwa haijulikani sana. Mimi nazungumza lakini watu hawaelewi, hawafuati. Yule msichana yule tuliowaachwa mdogo, yeye alikufa. Yeye ndo alianza akakufa. Dadangu ndio akaanza akakufa. Tukawachwa mtoto wa miezi ngapi? 9. Tukawachwa miezi 9. Nanipata sasa. Yaani ile signal kama haijaondolewa inaenda hivyo. Kama haijatolewa inaenda hivyo. Sio ati mchezo. Na vile vile kwetu tuliwachwa baba na bwana wameenda. Kwa hao watoto wa dadangu pia. Dadangu akatangulia, bwanake akafuata. Tukadesi kwa kialecha mje ndio chamiliki. Na mpaka sasa. Hiyo ndio madhabahu. Kama hutaiondoa ile signal ikifika tarehe ile. Maana ile tarehe mliwekwa kwa nini? Kwa system. Ile nyama zenu mnazipenda za get together. Ile inawekaga watu kwa system za Mungu. Bwana pesa. Lakini unaona ni kama mama anakichukua. Nenda msekelo bwana. Taifa baada David kilo bwana akichukua. Kiko unanipata. Ile ni kudanganywa tu, hati mselo bwana kichukua. Hao. Nasikia mtu ameoa mtoto wa shemeji yake. Sio ni kichuku. Sasa ndio tunasema hata huwa ng'ombe. Bwana sio sana. Wacha twende moja kwa moja kwa Biblia. Twende katika Ezekiel 8. Wale wenye kupenda kuandika, wale wanaandika. Ama nani unaogopa baridi umeenda kujificha huko? Unajua hapa kuna kuaga na baridi. Nitasoma. Ikawa katika mwaka wa 6, mwezi wa 6, siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Juda nao wazee wa Juda nao waliwamekaa mbele yangu. Mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Ndipo nikaangalia na tazama, kana kwamba ni mfano wa moto, tangu mfano wa viuno vyake na chini ya moto, na tangu mfano wa viuno vyake na juu yake, kwamba ni mfano wa mwangaza kama rangi ya kaharabu. Naye akanyosha mkono wa kuume akanishika kwa kichungi kimoja cha nywele za kichwa changu, naye roho ikaniinua kati ya dunia na mbingu, ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekeao upande wa kaskazini
mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiayo wivu. Na tazama, huu utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ni vita ambayo Bwana anataka kusafisha na kutakasa kanisa la Mungu. Haleluya. Tunanielewa hapo sasa? Huyu ni mtumishi wa Mungu Ezekieli. Sasa Ezekieli hayuko. Ni wale ambao wamepewa ujumbe huu waweze kuupeleka katika kanisa. Watu walipookoka, na hii ndio kitu ambacho kinatatiza watu saa hii. Watu walipookoka, kama kwao kulikuwa na vitu za uganga. Haleluya. Walipookoka wakaingia, wakaomba Mungu na Mungu akaondoka, kwa sababu bado walikuwa wanaendelea kuviangalia. Halo. Na walipoendelea hivyo, Biblia hapo inasema nini? Inasema ule utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Bado ubono kwa Mungu kwa gani nikanise? Lakini sasa kuna shida. Biblia inasema hivi, ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwapo sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Halo. Sasa hiyo ni kanisa Shagilo. Sasa watu mahali vile walikuwa wanatasa na nini na sanamu zao za huko za miungu, wamerudi wakazileta kanisa. Roho Bwana Ezekieli anaonyesha mambo ambayo yamefanyika. Akaambiwa, hebu ingia katika huu mlango. Alipoingia akakuta sanamu ya wivu. Sanamu ile inafunga inafunga watu wa Mungu wasisikie neno la Mungu, kwa sababu bado wanazitamani, na ndio hata wakishindwa kuomba wanaenda kutambikiwa huko. Sasa walikuja nazo kanisani. Walikuja nazo katika nyumba ya Mungu. Na ndipo unakuta saa hii watu wanasumbuka sana. Manake hizo sanamu zikikuja ambazo zilikuwa ni za waganga, zinakuja kufunga nguvu ya Mungu. Haleluya. Amen. Hata saa hii naona watu wanavaa mpaka mabangili spini. Kuna bangili zingine hata ukiwa nayo hakuna siku nguvu ya Mungu itakuja kwako. Halo. Amen. Kuna vipindi zingine ukivaa hakuna siku nguvu ya Mungu itasimama kwako. Kwa dai boni ya dhanaji. Haleluya. Amen. Na hiyo ndio kitu kanisa la Mungu, wakati kanisa la Mungu lilikuwa kamili. Mimi naambia kwa watu, wao fanyeni kama mchezo, fanyeni mchezo. Lakini mtakutwa na kifagio cha Mungu. Kama watu hawatasikia Mungu. Huyu nabii anaingizwa mpaka kanisani sasa. Watu wako ndani ya kanisa ni wengi tu. Wanamwimbia Mungu lakini hawamwimbii Mungu. Wanaimbia miungu yao. Vile walifundishwa kuimba chini kwa chini. Vile nilikuwa naona wengine chini kwa chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Vile walifundishwa huko. Sasa waliingia na ile style za wapi? Za huko. Wanasio sana. Sasa hebu niambie, ni Mungu gani utamwimbia hivyo? Halo? Tuulizane maswali. Kama mnataka nguvu ya Mungu itembee katika huduma, wachana na mambo ya sarakasi. Ila nikiangalia mtu wa sarakasi na mwambia kaka, mimi si mtu wa sarakasi. Maana injili niliyopewa na Yesu, sikupewa injili ya sarakasi, na sikupewa injili ile ya kubembeleza mtu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ana mahora yule mzee mkali warashabani. Mimi nakuambia ukweli ili upate uzima. Maana bandu wengi wekusanywa kibiriko. Soma Isaya ikwambie.
Unasikia mtu amekaa siku mtu amekufa na unakuta watu wameweka bendera hapo. Tu unakuta ni chuno mzee. Hata kichwa cha msibiki. Ndio batizo tarehe fulani. Niliona mama mwingine akivurutiwa mahali. Sema angalia sasa hawa. Bana sasa watu walipigania mpaka masadaka. Ani unacheza na watu ni. Unafikiri wataingia na hiyo sanamu waipige hapo alafu roho wa Mungu akae hapo. Sio atakuwa kimwili tu. Ile sanamu inatoa roho. Unabaki na sanamu yako. Hata umuite Yesu akuje hapo. Atakuja kufanya nini? Bana sasa. Amen. Biblia inasema nini? Wacha turudi hapo chofu. Na tazama huu utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo sawa sawa na maono yale niliyoyaona katika uwanda. Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama upande wa kaskazini wa mlango ilikuwa hiyo sanamu ya huyu mahali pale pa kuingilia. Wewe kuingia roho unainamia sanamu. Aini, sio mnapenda hivi? Vile ulikuwa unainamia miungu kwa mganga. Sasa watu wameenda paka badala wakae na nguo nyeusi huko siku hizi, hata ukikutana na mganga kuna tai kabisa. Na siku hizi ni wajanja, bana sio sana. Hata yule alikuwa ametesa mama mwingine huko mbale, alikomboa gari ya bei. Wanajua usivae nguo chafu. Komboa gari. Siku hizi wachungaji wanaenda na wangu ni Alexa wangu. Alexa. Jamaa na kabiblia kake hapa. Ameweka hapa. Lakini ni mganga mchawi ile ajabu. Kuja kapata majini kwa sehemu za mbali huko karibu na mjini na Malisa wapi. Bwana sasa. Alipoona watu wanafikiri ni mchungaji amekuja. Na amevaa nguo nyeupe yake na kakofia yake. Kaona hayo. Huyo ni kama kafunga mkanda wake kashuka. Kazungumza wakazunguka, wamekula pesa zao, wakaua gondia, wakazunguka kwa mashamba, wakaweka zigingi basi. Wakarudi. Baada ya siku chache sasa kukawaka moto. Kwa boma mmoja ndio ameokoka, ni mama. Mzee hajaokoka. Na mzee ndio ameleta pale sasa. Na mama amedanganywa. Mama ametoka hapa kwenda kuleta nini? Mshahara. Analeta leo fulani na kunchie na maru. Hapo ni mama ya watu, ameteremka na ndizi zake. Gari kakuja simamishwa kama pale. Kaambiwa mama leo angalia kaati hapo kuna vipotopoto. Hata mwanaje mnavuna nini ya wanu basi endelea na vipotopoto. Lakini mama tunaona ile gari jambaha kazi razi uja kazi. Unafikiri wanaenda kazi? Wanakuja. Watakaje wakafanya mambo sawa wakamaliza wakarudi tena. Ukabeba sasa hivi asubuhi hapa kazima. Waacha vitu ziwake hapo. Wanacheza. Sasa akienda katika kila mkutano, mama kwako kuna majini sana. Haya haki Mungu kaje. Hakuna. Mama kwako kuna shida. Mama watu wanaramba paka maana hajui. Anaramba mchanga. Mama utakufa ukiramba mchanga. Hakuna majini kwangu. Mimi naomba kabisa paka najazwa na roho mama ya watu. Umemazaga kwa waacha zianze kufyeka watu. Hati Mungu akanijalia kupita katika hiyo area. Kakutana na msichana wake mwingine. Kazungumza. Nimezungumza tu kidogo milipuko ikaanza. Ni ng'ombe weshie wamerudishwa kwa system. Karudi hapo. Hivi tusaidie kawasaidia watu wa watu. Bwana Yesu. Sasa Biblia inasema nini? Na hao watu si kwamba walikuwa hawako kanisani. Hapo tunasema akaniambia mwanadamu, je, unaona wanayofanya yani haya machukizo makubwa wanayofanya nyumba ya Israeli hapa hata niende zangu mbali na patakatifu pangu? Halo. Bwana Yesu. Hapa Mungu anazungumza wazi, anamwambia Ezekieli ujue kwamba
unapoona siko katika patakatifu pangu, wamefanya vituko. Unaona watu wanazunguka kwa barabara. Nasikia mnabii mwache tu wapi hapo. Wanasikia unajua wakati kanisa lilianza. Bwana sasa. Kaona kuseko kwa dini hapo, sikuombei. Ilikuwa hivyo. Tumekana hivyo. Kama wewe si mkorino huwezi kuombewa. Na uponyaji huu. Kama usefu kwa kitambaa hakuna. Bwana sasa. Kama usefu kwa kitambaa na kulombelo badia. Unapata sasa. Na sasa shida hiyo saa hii ndio saa hii iko. Wamepukuzwa mapepo, imeshindikana, umetabiriwa, umeambiwa kitu fulani ni kitu fulani. Je, utakubali kukaa kwa baraka? Unaacha futu, maana nikokoni vikora. Mizimu ikaenda, ni mzimu na poye niki. Kwanza anaanza kunipiga vita. Yule mzee anadanganya watu. Bila kama sababu anachikana wa kile ituko. Bwana sasa. Wacha mimi nikueleze mambo ya madhabahu hapo. Hivi si ni Pasaka. Hivi wamepanga kwenda kujenga kaburi. Kwa nini message? Ama mwende kabarani. Sasa wale ni wachanja, mimi wanaeleza nini kila siku. Ameshani wachanja. Ukiruka hivi wanakupitia hivi. Hata kukumbusha babu yako aliyokufa chini na keti chini. Kwamba ng'ombe rache katika nao kaburi kamera. Ikapenguka. Mwende mwema. Na munde mcha vala vidu. Bwana sasa, hapo ndio wanashikiana watu. Ndio nasema akamuuliza wacha nikundishe hapo si. Nasema akaniambia mwanadamu, je, unayaona? Wanayoyafanya haya machukizo makubwa. Wanayoyafanya nyumba ya Israeli, nyumba ya Kiro. Maana hapo Israeli ni waogofu. Hapa hata niende zangu. Maana ameingizwa mpaka ndani ya nyumba ya Mungu. Amepewa maono na akaonyeshwa kwa Bwana hivi siko. Haleluya. Na ndipo unakuta watu wanafunga na kuomba. Ndio mimi nauliza, nitakuwa nikiuliza kila siku. Nasikia mtu anafunga siku 21. Hayo ni kama kufunga hiyo. Dada. Tumishi kuneka kufunga kazi. Nawe vika msingi. Haleluya. Amen. Sasa lazima uelewe huo msingi huyu mtu anaweka gani? Nalipata noja. Maana mmezoea kufika tuna mwaka na mtu hadi kumtesema labda tumude daswa kumeria daswa njumwandazi. Unaenda kusaidia mtu maombi ati ameobakisha wiki moja. Unajua aliweka msingi gani? Bwana sasa. Watu wameweka misingi libikuwa ngolo kusekesikile la kushamu. Haleluya. Unaona hata saa hii ukifundisha mambo ya madhabahu, hata saa hii ukieleza watu huko chini mambo ya madhabahu wewe, wanaona wewe ni kama unacheka, yaani kama umeishi. Bwana sasa. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu wanakupiga vita nini? So walikuwa wamechukua mkono. Na mkono zulirudi. Na nyota walichukua na zilirudi. Haleluya. Sasa sasa hivi watakupiga vita. Maana zile ndege walikuwa wanatuma katika shamba, zikitumwa zinakufa. Sasa hawezi kukupenda? Hawezi. Watakupenda vipi? Hawezi kukupenda. Wanataka ukuye Mungu aondoke kwako. Ndio mtasikizana. Haleluya. Amen. Wanataka Mungu aondoke kwako. Usikae na Mungu. Niko mkundana.
Bwana sasa. Sasa lazima hao watu wakianza kukupiga vita, jua kwamba kuna kitu Mungu amekupatia. Na hiyo kitu kichunge. Haleluya. Wakati nilijua kwamba kuna kitu ambacho Mungu amenipatia, hata wapige makelele zao, hata waseme wataua ng'ombe, hata wakuje waipitishie hapo kwetu hapo nje, hata sina haja na. Hata waje waniambie kwamba abona onde kuna pesa nikulipia. Kama wakati leo tulitoka huko, wakati tumekuja kutoka Baringo, tumeandikiwa mabarua kwamba kuna get together mwezi wa 8, kwa hata yako imelipa kabisa na huko. Kwani mimi ni minister ama mimi rais, mnanilipia ni get together? Haina kulipia huko cha shikani kwa miaka mingi. Na nimetaka kukaribisha. Kwambia mimi hapo siku. Bwana sasa. Hapo siku. Na hao watu ni wajanja. Watakubembeleza, utakuona ifufu, mwambie badia kikiona. Akaniinde ni da. Sasa na ndio pesa ilikuwa natakiwa mchango kwa kila boma umechangiwa. Kuja kwa system. Kama Biblia inasema, kwanza wacha kupaka kusikia sasa kwamba yeye anasema niende zangu mbali na patakatifu pangu, lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Akaleta hata mlangoni pa ua, nami nilipoangalia tazama pana tundu katika ukuta. Chimanabuka kama jinga wande imbi. Ndipo akaniambia mwana, toboa sasa katika ukuta huu. Nami nilipotoboa tazama pana mlango. Kwa Kiingereza. Akaniambia ingia uyaone matukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Basi nikaingia, nikaona na tazama kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli vimepigwa ukutani pande zote. Parashisa. Hicho chumba chako cha private, cha malombi, kila sanamu, kila mekemali chorongo, choka, nini, zile walizokuwa wakigangwa nazo huko. Wanastuka. Bado unafikiri unaenda wewe mwakuja kwanza mwako, lakini uende unaombea hapa, lakini unaombea na Mungu ulio hapa ndani. Na unapoombea pale hiyo ndio lifungulwa. Bwana sasa. Mungu ndiye alifungua mambo haya yakaonekana kwamba Mungu alipoondoka katika madhabahu zake, ni kitu gani Mungu alifanya akaondoka? Kwamba kuna room ilitengenezwa. Wale waliokuwa waganga na wale waliokuwa wachawi walikutana pale katika ile kanisa. Leo huko Konaki, kwa fumeni, kwa beniani, hadi evenman kuchimwe. Moko kinasa na haina mwasina, jina nini? Naki haina klabu siku hii hata. Pelo nembe. Pelo koka hata dia takula hii. Hata beke mali chorongo hapa hivi wamesha taibika hapa. Haija ponya mchango. Yage rumu ya mzee. Pucha mzee dunyanya ikansi ponye malobi. Ponya malobi ya zitu nafika yanda lomba. Sio bila nasema. Unapata Ezekiel anaingizwa anaambiwa hapa toboa hapa. Kakuta sanamu nyingi zile akana kama chanja lebe kwa wiki dasiro na kwa wiki bona ba vikila hilo na haya. Na watu 70 wa wazee wa Israeli walikuwa wamesimama na kuelekea katikati yao. Walisimama Yasaria mwana wa Shafani, kila mmoja na tetezo mkononi mwake, na harufu ya moshi wa uvumba ulipaa juu. Haleluya. Asikira memo. Ana manda mfukiro na usamu kido mboko. Sasa wende mfukiro na kwa kido ni kwa mganga. Sana kumekujia ni
kiroho nao. Wewe utafika mbinguni kweli? Haleluya. Amen. Haya. Kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona hayo wanayatenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani, na kila mtu ndani ya vyumba vyake vya sanamu? Maana husema, Bwana, hatuoni. Bwana ameacha nchi hii. Haleluya. Yeye anasema Bwana hao wanafanya mambo hayo wakijua kwamba Mungu hayuko. Lakini jicho la Mungu likiwa mbinguni linajua kwamba hawa watu bado ni waganga. Huyo mganga akikuombea utapona. Ama huyo mganga atakutabiria kusema uponge mbona. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana, uelekea upande wa kaskazini. Na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Halo. Sasa bakamekane inkansi wamejipagua kama bikona mmanga wa mzao. Sasa wanaomba kwa mmanga wao, lakini wako ndani ya kanisa. Kwanza kwanza unakutaka watu, unaona mtu kama siku hizo roho zilikuwa anataka kujiingiza hapa, nikazipiga fire. Na hubiri hapa tayari unaona mtu anaruka huko anataka kuombea watu. Pokea. Huyu mtu amekuja na mbingu zake na hataki kufuata madhabahu ya Mungu. Wao wako na madhabahu sawa. Sio kama nanipenda. Na ndipo unakutaka watu aina hiyo, ukiombea na mtu kama huyo, hakuna siku utatamani kanisa la Mungu. Kwanza utaingiwa na roho ya kupiga mchungaji. Na mchungaji ndio atakaye kuombea ubarikiwe. Ndipo umetolewa katika baraka za basi. Unanielewa? Watu wanauliza, kwani wanakufikiria watu? Sasa kama naambia mtu wako India na anapona, odi kwa nyaa, mpaka nikufikirie mkono. Kuna sasa. Amini roho wa Mungu anayetenda kazi. Amini neno linalonenwa na nabii. Amini neno linalonenwa na mtumishi wa Mungu. Liko na uhai na liko na uzima. Kama watu watafundishwa imani, hawatateseka. Haleluya. Kama utafundishwa imani ushike. Wale watu wanasomanga hapa, kama watashika, wale walioshika imani. Mwingine alikuja hapa miaka na miaka, ametumana visa miaka mingi sana. Hata niliomba, hata kwanza hanijui, niliomba hata sikumwambia na video. Kamwambia kama ni visa Mungu amemaliza, madhabahu imevunjika na visa zimepatikana. Kufika saa 11 usiku asubuhi nasikia kwa kompyuta yake, mama fulani, tuangalie kitu gani fungwa, tunaambiwa tuende kuripoti mara moja kwa check up, visa zimekubaliwa. Sasa nauliza, tarehe kwa kifungwa sikuwa nafungwa na madhabahu za kweli, usipande ndege. Walikuja hapa na gari nzito za matairi makubwa hapa. Wanataka kuona huyo mtu aliomba. Mwambie mimi hata si mimi nafanya kazi. Kuna mwenyewe. Bwana sasa. Mimi ni chombo tu. Lakini kuna mwenyewe. Bwana sasa. Hapo chini nasema nini? Wanalilia nini? Miungu ya Tamuzi. Weka na mmanga wao. Weka na mbele yako vingine na ikanisi. Sasa ndio huyu mtu hata kama umeombea umwambie afunge na kuomba, hata afunge na kuomba, hakuna muujiza atapata. Maana kuna Mungu wake hapo. Haleluya. Kama kuna mama mmoja alikuwa anapenda kuketi hapa hivi. Anakuja hapa tunasikia kuvunja madhabahu. Kikapu kwake oka na choka yake hiyo mbele. Na karibu budukia. Haya. Wewe uachane na hizi nyoka za watu. Sumishi. Bwana sasa. Unajua kuna wale wanataka kujaribu nguvu ya Mungu.
Kwambia kama unataka kujaribu, jaribu tu. Lakini na bekechoka na kwa wewe, umeshe. Niko na shida. Sasa mimi si wala watu wa kusumbana na wewe. Dada katika nazo tumevunja, tumeteketeza nini? Huyu mtu sataenda kuchukua mali alichukua. Haleluya. Amen. Ni kama wakati wa injili ya kwanza kabisa. Hajua mimi sijui kama mmeikuta hiyo injili. Haleluya. Tunaimba hapa mtu akishaokoka tayari. Kada dada usonge hivi ndio tayari makasi galolo. Kwanza mpaka watu wakao wanatembeaga na makasi. Ukishaokoka toka mwanga. Aida umekuwa hewa Yesu hata mtambao unachangiwa. Na roho alikuwa anatembea. Roho alikuwa anatembea kabisa. Lakini sasa watu walienda wakaanza kurokota kipindi. Wakaleta sijui inaitwa nini? Kama waria hivi. Wakaleta hii. Wakaleta sijui hii. Haya. Sasa hii wameleta kucha za green, sijui za nini? Sasa mimi hata naambiwa hizo na unaona hizo kitu hata saa nyingine mtu anaenda na anatengenezwa niloni. Watu wanavaa nini? Niko nasikia nywele nyingine inauzwa shilingi 35,000. Yarosha fana bara. 35,000. Na ukimwona wewe jua, ukikaa na yeye wewe jua kama hiyo nywele ni ya kununua. Utafikiri ni ya kuzaliwa. Sasa hiyo shida, unajua bado watu haja kama watu wataomba kabisa wakae waseme Bwana wewe unatakaje? Unataka tuishi vipi? Angalia watu wengi wale walizaa hizo manywele. Wengi tu kuna ile spark iliwakamata. Hawaolewi. Maana ilinyolewa mwanamke mwenye alifanya divorce. Hata ukikuwa naye utafanya divorce. Nikwambia hivyo mtaona mchiloweke. Mchiloweke. Hiyo ndio hiyo. Maana ile kisirani itakuingilia. Wacha twende mimi. Akaniambia, mwanadamu umeona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Akanileta mpaka ndani ya nyumba ya Bwana. Natazama mlango wa patakatifu, mlango pa hekalu la Bwana kati ya ukumbi na madhabahu. Walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Bwana sifiwe sana. Hao watu wako ndani ya nyumba ya Mungu, lakini beka na mlungu wao mzima kabisa. Halo? Nilikuwa nimeenda mahali. Ametembea. Kwa mzee akuna kamiti kambao ameichonga na amechimba shimo hivi. Sasa anatafuna tumbako, anawekea juu vile, na atanena maneno vile. Hiyo jua vile hii tumbako inapigwa na juu vile, amenena hiyo maneno. Atakuwa mpaka jioni. Fika jioni kama ile nilikuwa nauliza huyo mzee, akasema mimi hata nikiwa nataka kumaliza marami wa mtu fulani hii tu nazikausha kutoka asubuhi kufika jioni. Kama ni mariva na deda maziwa uwezi kupata boni basi. Kasa mwana anasema kwamba akaona mtu wanaomba nini? Iruba. Wanaomba jua. Na kaona kwa ile lombelo malombi na iruba. Utapata nini? Mungu wa jua. Bwana siwe sana.
Unapikiwa maombi na unaambiwa tufunge na kuomba siku 21, lakini kumbe yale madhabahu naye yatumia ni madhabahu ya juu. Sasa unaenda unaelezwa mtu kwamba umeomba ama unafunga na kuomba, lakini mpaka kumani umbo analomba na Mungu. Lazima uelewe huyu Mungu ni Mungu aina gani. Ni Mungu wa Isaka na Ibrahimu na Yakobo ama ni Mungu aina gani? Kama ni Mungu wa jua, utapata nini? Haleluya. Maombi ni mazuri sana, lakini mpaka ujue haya maombi yako vipi. Msingi wa haya maombi. Haleluya. Maana watu wanapenda sana hata kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba ina shida, lakini je, unajua neno na ile msingi wa hayo maombi? Maana Biblia inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno lilikuwa kwa Mungu. Bila neno hakuna chochote kingefanyika. Si maombi, ni neno. Haleluya. Ni neno. Paka uelewe neno. Na ukishaelewa neno ndilo litaleta ufufuo katika maisha ya mwanadamu. Haleluya. Ukishajua neno ulisome, ndio litakuelekeza kwamba hapa Yesu alisema hata waacha kanisa na kama yatima, ataliwachia msaidizi. Si neno? Ndio sasa utafute huyo msaidizi. Bwana sio sasa. Huwezi kutafuta msaidizi na hakuna neno. Utajuaje kama unatakiwa kukaa na msaidizi? Na ndipo unaona saa hii kanisa liko na shida, kwa sababu shida ni kwamba mwanadamu anataka haraka. Haleluya. Anataka nini? Haraka. Unafikiri haraka utafika wapi? Kama tungetaka haraka, unafikiri huduma ungeiona? Sasa haungeiona. Mara mwingine alikuja hapa aisakini kwanza hapa kwanza kuna mfunguka na mizimu tangu hapo kaiaba ndugu wako kwa namna. Sasa mwana badala uniweke moyo, unitie moyo, badala unitie moyo unanivunja moyo. Sasa hapa anointi yako haitaki ukae hapa mashamba, nataka Nairobi kabisa. Wanaweza wakakomboa nyumba huko miezi 8. Ndio nikubiriki uhuru pa mchana. Mwambie kama mimi sijatumu huko. Pesa zao zikaenda sulu. Anashisa. Sasa ni wewe mwenyewe. Mimi wanaeleza watu kila saa. Ni kumoni. Kabona bantu wale wengi ane na mlango wao. Na sasa kama ukiingia na uje ukutane na wao na kusingilo mala gogachisha cha shiga ini kule monila gozamlo utakuwa umepotea. Bwana Yesu. Maana na wao sikuona kwa naeleza ni hapa. Kumanya kalia ni kanisa. Weke mwabuda. Weke mwanganyi kulikuwa hadi. Tabidi imeshasoma habana. Uo shakuelea. Kumanya uo mwanganyi. Na mwabuda. Kwa hivyo kanisa la Mungu liko watu wengi. Kama dada mmoja alikuja akamwambia umefuatana na huyo, simama dada. Mbona bada uwakusindikiza. Ndio huko. Na mama mwambie kabisa, wana chaputi na nimenasa kwa stoki. Mimi nitaitwa stoki. Uwa. Kwa sababu Bwana sasa, nimeitwa stoki kabisa hapa. Sasa mtu akija na vitu zake hapa hazikai. Kama unamkoka na ili kwanza yeye kutafuna mimi. Yeye kwenda kwa kushinda kitu nini? Kuja hapo unashinda. Maana hapa ni peupe. Haya. Wacha nikuhudia mstari wa 12. Akaniambia mpaka ua la ndani ya nyumba ya Bwana, tazama mlango wa hekalu la Bwana kati ya ukumbi na madhabahu.
walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Bwana asifiwe sana. Sasa ndio nataka nikuonyeshe mpango vile walifanya. Haya si madhabahu ya Mungu. Wanajua hili madhabahu iliyo matakatifu na iliyo na nguvu ya Mungu. Na kwa sababu walikuwa na vyombo na vitu zao, wakawacha madhabahu ya Mungu, wakaanza kuombea hapo kati ya madhabahu na ukumbi. Yaani madhabahu na washirika. Sio unanipata? Sasa madhabahu kama hii wakawacha, wakaanza kuomba kuelekea mashariki. Wakajengea madhabahu yao katika anga, wakaanza kuangalia mashariki. Amana kwenye zaidi. Unanipata? Wakakuwa katikati ya madhabahu ya Mungu na madhabahu na washirika. Sio kama unanipata? Na ukumbi washirika. Wakaweka madhabahu zao wakiangalia mashariki. Sasa hawana haja na nini? Na madhabahu ya Mungu. Tunaelewa? Na ukikuta hao watakwambia Bwana yuko hapa, nini Bwana anatenda kazi, lakini mioyo yao walitoka katika Mungu. Maana wakiomba na haya madhabahu inawatesa. Maana pepo na vula. Sio unanipata? Wakijiconnect na haya madhabahu wanateseka. Na wakazidi kuteseka, na ndio pasa wakaamua sasa leka hapa madhabahu nisigane nao. Ningipike katikati iginche, tuanze tuweke madhabahu zetu za kuangalia kwa watu. Adurubaya vechea. Sio unanielewa hapo? Sasa ni wewe mwenyewe. Je, huyo Mungu unayemtafuta ni kitu gani uliingia nacho katika nyumba ya Mungu? Maana watu wengi wameingia na vitu zao, wameingia na mawazo yao, wameingia na tabia zao za huko. Haleluya. Na ndipo nilikuwa naonyesha hapo, kaambia kwamba hizi nyimbo za kusema chini kwa chini ni za hao. Kwa hiyo kaja mtandao ukiingia utaanza kupata maneno. Sio ni ngoni yangu. Siko kishabiche kwa kiboro kwa nibaga bora ndani. Roho ya huko aliingia hapo. Sasa hebu niambie kama Mungu atakuja hapo. Akaniambia basi ukaniambia umeona hayo mwanadamu, je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wafanye machukizo wanayofanya hapa, kwa maana wamejaza nchi hii udhalimu, tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha, na tazama wanaliweka tawi puani. Haya, kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halita-achilia wala sintaona huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sintawasikiliza. Sasa ndipo unakuta watu wa Mungu wanaomba na wanajitolea kwa dhati sana, wanafunga na kuomba ili Mungu aweze kuangusha kuta, aweze kufungua, lakini ile mlango haiwezi kufunguka kwa sababu wao wenyewe waliwachana madhabahu ya Mungu. Haleluya. Sasa unapoona mtu kama ni mgonjwa anaombewa, anaomba, anafunga na kuomba, na hii kitu haitendeki, hata akiuliza Mungu amenyamaza, ujue kwamba yeye mwenyewe lazima amgeukie Mungu, atafute madhabahu ya Mungu. Halo. Ukisoma Biblia inasema ukoo ya Eli. Hata sasa kuna ukoo nyingi ambazo ziko katika shida. Kwa sababu Biblia inasema kwamba katika ukoo wenu hakutapatikana mzee. Unanipata? Sasa lazima wewe mwenyewe usikize neno la Mungu. Kama uliona watu wa kwenu wakikufa mapema, lazima wewe mwenyewe ukubaliane na neno la Mungu na madhabahu iliyo na nguvu ya Mungu
ili uweze kuenda maisha marefu. Haleluya. Kwa sababu watu walijiingiza kwa miungu zao. Unakuta mwezi fulani mtu anazika, mwezi fulani mwezi fulani yani kwa mwaka watu ile madhabahu kama ikiwa na nguvu sana wanazika mara hii. Na ukoo ni mmoja. Kama nasikia kwa mashairi mengi pia watu wanali. Maana waliweka kwa system moja. Maana modeli ya ng'ombe mwezi. Tu watu hawaelewi. Kitu together watakuja sana. Lakini ukizijua na inataka uweze kuelewa mambo ya Mungu na usikize sauti ya Mungu, watakuja sana. Get together. Lakini ziko na mambo yao. Manake ile ni maagano ya wale wazee wa zamani walifanya. Na hiyo ndio shida ilitokana na Gideon. Haleluya. Gideon alikaa kanisani miaka mingi sana. Na mpaka wakati ule Mungu akamchukua baba yake. Ni baba yake basi alikuwa hajani. Lakini mwisho wake alikuja kuambia na Mungu nini? Aliambiwa bado viko flambo ande wiki. Haleluya. Maana kulikuwa na njaa kubwa sana na kulikuwa na shida. Mungu akamtokea akamwambia, wewe ni shujaa. Kamuuliza Mungu, mimi ni shujaa vipi na njaa tuko nayo hivi? Wewe ni shujaa. Haleluya. Wewe ni shujaa. Lakini shida unayoipata ni kwa sababu ya miungu yako ulioweka. Haleluya. Wewe unajiita ni mtu wa Mungu lakini kuna miungu. Unajua kwamba baba yako alikuwa na miungu. Na iko hapo. Na ukiondoa lazima utoe dhabihu. Utoe ng'ombe ya pili ya babako. Ndio uvunje hizi vitu. Na usivunje mchana. Vunje usiku. Tafute watu wenye nguvu. Ujue tena ukiondoa wakati watakapokuja watakuja kurevenge. Haleluya. Na nipata nataka nifundishe nyuma kidogo uelewe. Haya madhabahu yaliyowekwa kama wewe utaenda kuitoa tu kimchezo, wale watu hawalali. Haleluya. Ni kama vile watu wa Mungu hawalali usiku na mchana ili watu wakombolewe. Na wale watu nao wako upande ule wanafunga na kuomba ili watu wa Mungu wazidi kupata shida. Siko mnapata hapo sasa? Si watu Mungu unasikia mimi hao watu si ati nawachekea. Si wachekea. Ninakuwa na sura ya kazi. Maana ninajua watu walinitesa kwa miaka mingi. Walinichelewesha baraka zao. Unafikiri watu wanakuweka katika black book ya umaskini. Kwamba huyu maskini wa Mungu. Sio unapata. Siku ile waliona Mungu ameniinua na kama ndinguti hivi na huyo mtu amedokosa. Ona mtu anaenda kupewa chakula ya msaada. Mtu anaenda shinda hapo na kwa nisikuli ya kitu. Ya mchele na maragi roho. Haleluya. Hata siku ile kwa wakati mwingine walikuwa pengine wanaona geroka na kazi. Wasura ndigila kadimduki. Mduki mtu amede kufunya chuo cha kitu cha maskini. Wao wenyewe miungu ya kwenu itasema kwamba huyu si wetu. Haleluya. Sasa ni wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakayeweza kukutoa hapo. Ni wewe hukumu. Kwamba mimi sitaki hii. Rika yangu ilikufa na miaka kidogo. Miaka ngapi? Nimekataa. Haleluya. Nimekataa. Ukishakataa basi shetani atakuwa kando na wewe. Hata wazee wafanye miungu zao waseme kwanza wataogopa hata kutaja jina lako. Mcheketa jina lako. Cheka na kisira. Haleluya. Kwa hivyo Mungu wetu ambaye ni Mungu wa majeshi, Mungu ambaye anataka watu wa Mungu waweze kubarikiwa. Yeye anasema nitawaachia mambo mema, ninawaachia mambo mema ya siku zenu zijazo. Yeye anasema nitavunja milango ya shaba iliyo ya chuma ili mpate hazina zenu zilizofichwa.
Haleluya. Ni wewe mwenyewe, ukichoka utabaki hivyo hivyo. Haleluya. Maana watu wengi wakisikia hiyo ichachali, lazima wewe mwenyewe ung'ang'ane. Bwana sio sana. Lazima wewe mwenyewe ung'ang'ane. Mimi naambia kwa watu kitu moja. Kama ni wokovu ni wewe peke yako. Hakuna jina limeandikwa ati bibi na bwana huko mbinguni. Hakuna. Ni wewe. Hakuna majina ati imeandikwa mpaka na watoto. Ni wewe. Wewe ndio unabeba. Na wewe ndio unaulizwa maswali. Usimame katika ukweli. Kama ni madhabahu unataka kuvunja, lazima usisikize mambo ya mtu. Maana hujui akikuuliza maswali yako kwa upande gani. Pengine ako pale pale. Haleluya. Umebadilisha shati siku 2 siku 3. Wewe unafikiria tafurani na ulikuwa unakauka nikuvaa. Haleluya. Kauka nikuvaa, wanajua kwamba kauka nikuvaa. Wanategaga wakati wa matanga. Ngo kuchasigilo iko. Hayo kibwana hivi, kwambie. Malizaga hiyo. Tawata kwa hiyo tuku. Kaone kwa sasa ashapewa hivyo. Na kwa bona mtu abantu tangu kwa kusikira mbeo hata na hivyo wao kai na wao. Sasa mbona hata najua kali imekuwa jua kali kwa mbona na hiyo nasema hiyo kotisha pamba. Hata na yeye asikii baridi. Ni asikii joto. Kwa sababu ile mtu unajua kutaka kujua. Ile mtu alipelekwa nchi nyingine ya huko mashariki, bado kwa mbeo. Hayupo hapa. Hata aende Kireti. Hata ndipo wana kirugudi. Sasa sababu yeye alipelekwa huko. Hayuko. Siku ile atajua ukweli, ndio atakuja jua ule mbeseko. Wale wenye kuandika, nenda hapo mbele. Ezekiel 9. Kuwao wanao waabudu sanamu. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wakaribie kila mmoja na awe na kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Na tazama, watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekealo upande wa kaskazini. Kila mmoja ana kitu chake cha kufisha mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Ndio madhabahu ya Mungu sasa. Na huu utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika kipaji vya nyuso vya watu wanaoukua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Haleluya. Sasa Mungu akatoa amri. Hata mnaposikia mambo inatendeka ni wale watu wenye kuabudu sanamu. Nasema kwamba wale watu, tumoza unaona watu wanateseka, hawajui Mungu anasema ni. Anasema kwamba ilitumwa announcement. Watu walio
waliokuwa na machukizo, bandu weko na alama ravaganga, wasioneo huruma, maana ni watu wa kuabudu sanamu. Na wengine aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkaipige jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waueni kabisa wa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Haleluya. Sasa hapa ni amri, announcement ilitolewa kwamba Mungu akashuka na kaweka watu alama, wale watu ambao hawaabudu sanamu pakabi kwande nyikanse. Haleluya. Walio katika nyumba ya Mungu wanaoabudu kwao, wanaabudu sanamu zao na wanakuja kanisani, wanaabudu miungu zao na wanakuja kanisani, hawana alama ya Mungu. Wanasifiwa sana. Mungu akatumana akaambia wao watu, ingieni sanamu zoko baba usiwai kanisa. Halo, unapoona mambo yanatendeka, si ati mambo ya hivi punitive line tarimina tadivel unmutable. Mungu amekasirika na ameshuka kwa madhabahu na anasema ataanza kwa madhabahu. Peniva, lazima watu wachungane na Mungu, wajue ni Mungu gani wanaabudu. Maana bandu baende na paka kaza hiyo. Haleluya. Watu wameenda mpaka wakaona Mungu hayuko. Wanasema nini? Ingieni hanya hawa kwa madhabahu ambao usibika yao, hawajaokoka. Liventaribini vashane sentri baklentaribinia. Haba ndio wamefunga kazi ya Mungu. Mungu akatuamri, anzeni hapo patakatifu pangu, weko bandu wa mseko batinaga wa mseko Mungu. Na ndio hao wanasumbua kanisa la Kristo. Bwana anasema ameshuka katika madhabahu yake. Anriventai, anipiniva, shanta rivelo baklentile, senta rimini antebe. Ataanza katika patakatifu pangu. Kwa hivyo mkakabona malago kibonyeka msekestuka. Timenta riminia. Mungu amechoka. Watu wanacheza na Mungu. Mungu amechoka. Nasema mkishuka angalieni yule aliye na alama ya Mungu, msigeni. Lakini kama mseko na alama waliokaa katika madhabahu yao, mwanze hapo. Tutasikia kuku hai no pressure, hai spirit cash, holy mercy and devotion. Nani amesema? Mungu hapa anasema wanaoabudu sanamu liko na vigelengele vao nyumbe na weka ni yekanza. Weka na viko vao vevuta kimbaku mzini na sina weka ni yeka kanisa. Na tena wamerudi wakachaguliwa ndio wazee wa kanisa. Haleluya. Nakuta watu mtu aliwachua wanawake 5, tena ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo yani hakuna mtu angeonekana hapo aweko hiyo ama hiyo kiti kikabure iko na shida gani? Haleluya. Mungu anasema nini? Na huu utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta, mwenye kidao cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hivyo ni kanisa Mungu anataka kulitengeneza. Ndio sasa watu wanasema revival. Mpaka Mungu atengeneze kanisa, ndio Mungu kwanza Mungu anarudi mwenyewe. Haleluya. Mungu anarudi mwenyewe. Hakudimenta ribita bela makanta riventa sendri venta riminia tibiniva. Mungu hadiventa riminia. Kama ni madhabahu ya Mungu, Mungu anarudi mwenyewe. Sendri venta riminia. Si alikwenda kuona wanashuka, anashuka wapi? Na bagosireka hale kana kibakura Mungu. Utashukia wapi? Kwa hivyo mpaka vinjo na Mungu ashuke ndio aanze kutengeneza, ndio aanze kuponya watu.
wanakufa. Pindi bashanda ruminant pit fire. Watu wanakufa kwa magonjwa ambayo ni laana. Kwa sababu gani? Laana hazivunjiki. Wale wanaosimamia hizo madhabahu weka na malagano, wako na mambo yao, wanacheza na Mungu. Mimi naambia watu, mimi sichezage na huyu Mungu. Ninamjua na ninamuelewa na namwishi. Kwa hivyo huyu Mungu ninayemwabudu, huyu Mungu aliyeweka watu alama. Mwaka huu unaona watu wa salamu vile wanaenda, wabika msangaga wako nyumbani kwa baraka, weka tu. Haleluya. Bika beke mwanchorongo bako bili marasini, weka msezegede yako, weka makobe zako atinza za kuchunga, weka kengele zako atinza nini za maziwa. Lakini kuna msako sahihi. Mimi nasikia Mungu anasema bado watu hawajafika mahali mnataka. Wanaomba Mungu lakini bado hawajanigusa. Haleluya. Amen. Beni bashine, bento rivel, piuni baglenta riminita, santravel and lapino baglenta, right venta riminia. Kama Mungu atakubali sasa watu wafunguliwe, ni lazima watengeneze madhabahu. Ili Mungu hata mtaita ati Mungu shuka. Anajua. Bila sema kwamba nyumba iliyoitanishwa na jina la Mungu, wakikuja iko hapo, lakini muondoe uchafu. Ndio Mungu ashuke. Muondoe uchafu, ndio mbingu ifunguliwe. Ndio ngazi itolewe kutoka mbinguni mpaka chini ikuse madhabahu ya Mungu. Haleluya. Ndio Bwana akifungua mbingu. Yakobo alienda safari, mahali alienda akachoka, kwa sababu alikuwa ni mtu wa Mungu. Mbingu ikafunguka, akaona maono, anaona malaika wanashuka, wanapanda. Kumbe kastuka, kasema kumbe nimelala katika mlango wa mbingu. Haleluya. Kwa hivyo mahali popote unaweza kaa na Mungu akashuka kukaa umeketi katika mlango wa mbinguni. Piuni baklenta riminia, mambo ambayo yanayofanyika mbinguni. Kama utakuwa connected na Mungu, utakuwa ukiyaona tu mambo yanayofanyika. Bwana amewachilia baraka kwa ajili ya watu wake, lakini kuna vikwazo. Lazima ukubaliane na Mungu, uachane na mambo ya ulimwengu, ndio Bwana akubali kutembea na wewe. Naomba kusimama kwa miguu yako. Imetuzel, Piunivaglenta, Shine Trivela, Zandorama. Nyosha mkono yako. Piunivaglory my Father. Menta diventa ramasaka. Relo baglory my care Father. Bwana wangu, Mungu wangu, Mungu wa rehema, Bwana alimenta ribini bashine. Ulipotuma Ezekieli na ukamtuma na maono, kamonyesha kwamba katika nyumba ya Mungu kuna miungu ambayo Bwana iliingia. Ndio Bwana ukasema uwezi kushuka katika mioyo ya watu. Hakuna miungu ambayo Baba wanailibanda. Penny by glory my care, shanda ya makaya ribinia, senderebo shekentarimini. Baba, katika jina la Yesu, Bwana ukachoke kwa ajili ya neno watu wako. Umesema Bwana Mungu ulimenta vibele. Bwana ukatusaidie kuelewa. Bwana ukatusaidie kujua. Bwana ukatusaidie kukuelewa. Bwana ukatusaidie kwa ajili ya roho wako Bwana Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Kuna wale walio wagonjwa, kuna wale wamewakilishwa mahali hapa Baba, na wachilia uponyaji kwa ajili ya nyumba zao, na wachilia uponyaji kwa ajili ya mashule yao, na wachilia uponyaji kwa ajili ya miji yao, na
waachilie uponyaji kwa ajili ya kazi zao, na waachilie uponyaji kwa ajili ya ofisi zao, na waachilie uponyaji mpaka setererenya pentabela basheke taraminia. Baba, katika jina la Yesu, naangusha kila ngome na kila miungu ambayo Bwana imeinuka kinyume cha elimu ya Mungu. Naangusha kila maroho ambayo Bwana ametumwa kumwaga damu katika jina la Yesu. Na watawanya kila mahali walipo, na waachilia radi ya Mungu pampo sheke terebosika katika jina la Yesu. Kila madhabahu ikavunjike, kila miungu ikainame katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuheshimu. Kuna wale wanatafuta kazi Baba, natangaza kazi maishani mwao, natangaza ndoa zao kufufuliwa. Lempara makaya peni vashende reboseke peni vaglea tariminia katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuna wale walio mambo, wameibiwa mavisa, wameonekana hawana visa, hawana chochote. Hivyo Bwana ukafanye njia katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakupatia heshima. Kuna wale wamehukumiwa vifo, Bwana ukaingilie kati. Mungu wa rehema, kuna wale wako magerezani, hata walifungwa bila sababu. Bwana ukawachilie amani yao. Nakupatia heshima Mungu, kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Pige Bwana Yesu makofi. Omba.